Pende hapo poa. Wamesema kuna foleni. Hapa kuna foleni. Na Mungu akubariki na kila siku matatizo yetu unatufanyia kama hivyo. Hasa je, kile kinachozungumzwa kwenye ile clip ya kusema Chitete hapa watu wanagombana kwenye vituo vya kuchota maji ni kweli au si kweli? Sio kweli, si ndio? Wewe nyinyi wenyewe mnaniambia sio kweli. Sasa hilo ndo nilikuwa nataka nijiridhishe. Kwa mmeniambia sio kweli kwamba Chitete kuna changamoto ya maji kama vile ambavyo yule mtu amerekodi video na kutuma. Kumbe yule bwana alikuwa amefanya vile kwa makusudi. Lengo lake yeye ana maslahi nayo ya kisiasa. Kwa sababu kwenye ile video kwanza tulipoitazama, wale wananchi sio kwamba walikuwa kwenye kituo cha kuchotea maji. Ni wananchi ambao walikuwa wanagombea kuchota maji kwenye pipa. Na yale maji yaliyojazwa kwenye pipa ni yeye mwenyewe ndo alikuwa ameyajaza kwa ajili ya kusafishia mtama. Kwa hiyo akawaambia kina mama, naomba mnisaidie kusafisha mtama wangu. Maji ni hayo hapo kwenye pipa. Kwa hiyo kila mama atalipwa kulingana na kiwango cha mtama ambacho atakuwa amesafisha. Sasa mama zangu, katika kuhakikisha kwamba wanajitahidi kusafisha kiwango kikubwa cha mtama, kwendo akawa wanagombea kwenda kuchukua maji kwenye pipa kwa ajili ya kusafisha mtama, ili wasafishe mwingi wapate kipato kikubwa. Baada ya kufanya lile tukio alilolifanya, kuwaambia kina mama wasafishe ule mtama, akakaa pembeni akaanza kuwarekodi video kwamba angalia wananchi wa Chitete wanagombea maji, Mama Samia waletee maji. Kumbe ni uongo, uzushi na uchonganishi. Sasa mimi ninawashukuru wananchi wa Chitete kwa kueleza kwanza hilo jambo lililorushwa sio sahihi na sio kweli, na sote kwa pamoja tunalaani tabia ya namna hiyo, si ndio? Ndio. Lakini jambo la pili, mmeniambia hapa kwamba mnaishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu miaka 5 iliyopita hali ya upatikanaji wa maji haikuwa kama ilivyokuwa sasa hivi, si ndio? Ndio. Hali ya upatikanaji wa maji haikuwa kama ilivyokuwa sasa hivi. Sasa hivi serikali ya Dr. Samia imeleta mradi wa maji. Tumeambiwa katika kijiji cha Chitete peke yake tuna jumla ya vituo vingapi? Kuna jumla ya vituo vingapi? 11. Kijiji hiki kimoja, jumla ya vituo 11. Nanufaika sana na maji ya bomba. Mara ya kwanza tulikuwa na shida sana na maji. Tulikuwa tunakunywa maji ya mtoni. Tulikuwa tunafukua visima pembeni mwa mto. Tunachota maji, ndio tunaleta nyumbani tunatumia kwa kunywa. Kipindi cha kifuku mito ikianza kujaa, tunategemea maji ya mvua. Ndio tunakunywa. Kwa saizi toka bomba limefika hapa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumenufaika sana na maji ya bomba. Yanapatikana kwa wakati, hayakati mara kwa mara. Yale maji yalikuwa na magonjwa. Yalikuwa na magonjwa mengi sana, yanapita anatoka mbali. Kwa hiyo yalikuwa sio salama sana. Sasa hivi magonjwa yamepungua. Yale magonjwa yale hapa na pale hamna. Tunamwambia Mama Samia asante. Wanawake tunaweza. Sasa hivi tunapata maji ya bomba, tunatumia kwa ajili ya kunywa. Yanapatikana muda wote. Na maana wakati serikali bado haijaleta maji tulikuwa tunahangaika, tulikuwa tunakunywa maji machafu. Lakini kwa sasa hivi tuko safi kabisa. Huduma ya maji ipo kama kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Kwa hiyo upatikanaji wa maji ndani ya makao makuu ya wilaya ambako ndiko Chitete, kata ya Chitete na kijiji cha Tindingoma na kijiji cha Chitete, maji yanapatikana
kwa wakati. Ikitokea hitilafu ni hitilafu ya jumla, na hao wananchi ni washuhuda. Jamani wananchi, tuwe tunasema ukweli na tuwe tuna moyo wa shukurani. Kwa ujumla, kabla ya awamu ya 6 kuanza, tulikuwa na hali ya upatikanaji wa maji ya asilimia 33.34. Mpaka sasa tumefikia asilimia 75.37, ambayo ni sawa na ongezeko la zaidi ya asilimia 40 ukilinganisha na hali ilivyokuwa mwanzo, ambapo tulikuwa na vijiji 6 tu vilivyokuwa vikipata huduma ya maji safi na salama. Tunao mradi mkubwa wa Msangano Group ambao unahudumia vijiji 8 wenye thamani ya shilingi bilioni 6.132, ambao mpaka sasa tumeshafikia hatua zaidi ya asilimia 65 ya utekelezaji na tayari tumeshajaza maji kwenye tenki. Mpango wetu ni kwamba ndani ya miezi miwili ijayo wananchi waanze kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini pia kwa tarafa ya Kamsamba tumefikia vijiji vyote isipokuwa vijiji vya kata ya Ivuna ambavyo viko kwenye mwambao wa Ziwa Rukwa. Vijiji hivi vina changamoto ya magadi, lakini serikali ya awamu ya 6 imejitahidi kuchimba visima maeneo yote. Kutokana na hiyo changamoto, tumesanifu mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 12 ambao tutatoa maji kwenye kijiji cha Ntungo, kata ya Mkomba, kuhudumia hivyo vijiji viko mwambao mwa Ziwa Rukwa.